viti marafiki zetu ambao wanaweza wakaja katueleza kwa namna moja ama nyingine majukumu yao wapi, wakati mwingine wananchi hawaelewi wapi, wananchi wanaelewa zaidi yao. Yote kwa yote tukaamua kupiga story leo, na tunao wenye viti wawili hapa. Tunaye Juma Abbas Mwingamno ambaye ni mwenyekiti wa wenye viti mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia ambaye pia ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Feri Kigamboni. Lakini pia tunaye Lazarus Mwakiposa ambaye huyu ni makamu mwenyekiti wa wenye viti wa mkoa wa Dar es Salaam. Yote tutakuwa tukiyazungumza kutokea kwenye haya ambayo nimekutambulishia, lakini pia kuzungumza na mengine mengi, majukumu yao, sasa hivi hali ipoje kwa Dar es Salaam, sababu wote hao bahati nzuri wanatokea kwenye eneo letu. Karibuni sana. Asante sana. Habari ya Dar es Salaam? Mzuri. Mambo yanakwenda. Kabla hata sijaanza na hicho ambacho tunatamani kukizungumza, Mwakiposa, ni kweli kwamba kuna hiyo notion kwenye mitaa kwamba wenye viti wa serikali za mitaa ndio wanaoamuaga huko ngazi za juu uongozi nani yawe? Yani huku chini wanaweza wao ndo wanatumika kutengeneza safu ya uongozi, kwa mfano ya ubunge na udiwani. Ni sahihi watu wakiwa wanasema hivi? Hapana. Kwa nini? Mwenyekiti nipige kura kama wapige kura wengine. Lakini mwenyekiti hawezi kuamua kwamba nani yawe mbunge au nani yawe diwani. Sisi mtu anagombea ubunge akwambia ni ukishawawini wenye viti tu umemaliza. Sio kweli. Kuna wenye viti wa aina mbili. Kuna wenye viti wa mitaa, kuna wenye viti wa mashina. Umeelewa? Kwa hiyo wenye viti wa mashina nadhani wao ndio waamuzi zaidi. Umeelewa? Kujua kwamba nani awe nani. Sababu kule chini ndo wenye wananchi. Pamoja kwamba mwenyekiti wa mtaa yuko na wananchi muda wote. Sawa. Huku chini kuna watu wanaitwa wenye viti wa mashina ambao zamani waliitwa wajumbe wa nyumba 10. Nadhani hao ndo naowazungumzia. Sawa. Hiyo ilikuwa ni kama kichagizo, sababu ndio imekuwa, najua pesa yote kwa ushaisikia tukisema wanasiasa wakitaka kuwini wanaanza kwanza kuzungumza na wenye viti wa mitaa, kwanza kuwatengenezea mazingira, wakieleweka huko wanaamini kwamba wananchi watakuwa wakipata taarifa zao kirahisi kupitia hao wenye viti. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa jukumu lake kubwa ni lipi, Juma, kwa mtu ambaye ndo anataka kupata hiyo elimu kwa mwananchi? Mwenyekiti wa serikali ya mtaa jukumu lake kubwa ni kuongoza mtaa kwa utaratibu uliowekwa kisheria. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa ana wajibu wa kufanya kazi zote za serikali za mtaa katika mtaa wake. Ana wajibu kuwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, kuhakikisha wananchi na mali zao kuwa salama. Lakini anatakiwa atumie demokrasia ili kuleta maendeleo katika eneo lake. Kwa hiyo haya matatu ninayoyasema yapo kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukurasa wa 120. Kifungu cha pili bila kuathiri kifungu cha kwanza katika maelekezo kilivyoelekeza. Kwa hiyo mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa hili la kwanza, kufanya kazi zote za serikali za mtaa, wajibu wake ni kutambua idadi ya wakazi wa mtaa wake, kwa maana anatakiwa awe na register ya wakazi wa mtaa wake. La pili, kupokea taarifa. Kupokea taarifa kutoka kwa wananchi kupitia mikutano iliyowekwa kisheria. Na kwa utaratibu, anapofanya mkutano huo atapokea yale mahitaji ya wananchi, wanahitaji nini na nini katika eneo lake la mtaa. Na yeye pia ataingia kwenye kikao cha kamati ya maendeleo kata, kwa maana ya ODC, na kuwasilisha yale ambayo ameyapata kutoka kwenye mtaa wake. Na pale pana mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ambaye ni mheshimiwa diwani, yeye uchukua yale ambayo yameweza kuwasilishwa na wenye viti katika kikao kile na kuweza kukipeleka kwenye halmashauri ya wilaya. Huko watachakata na mwisho wa siku kuhakikisha kwamba huduma zinashuka kwa wananchi kama zilivyowasilishwa na mwenyekiti. La tatu ni lile la kutumia demokrasia kuharakisha maendeleo katika mtaa wake au katika eneo la kiutawala ambalo yeye amelisimamia.
kwa kweli unatakiwa mwenyekiti uhakikishe kwamba wananchi wanapata huduma zile ambazo zimeshushwa na serikali. Mfano, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo kwamba kila halmashauri itenge 10% kwa ajili ya kusaidia kina mama, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Sasa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kwa kuwa yeye ndiye msimamizi wa ule mtaa na anawatambua wananchi wake kupitia rejista, anajua nani na nani wanahitajika kupata msaada huo. Kwa hiyo wanapoleta maombi, yeye ndo anakuwa anajua. Kwa hiyo wanapoleta maombi, kwa sababu obvious si kwamba kina mama wote watahitaji huo mkopo, au si kwamba vijana wote watahitaji huo mkopo, au watu wote wenye mahitaji maalum. Wako watu wenye mahitaji maalum lakini wana maisha mazuri na wamejipanga kimaisha na kiuchumi. Kwa hiyo watakapokuwa wanaleta wale ambao wameweza kuleta, yeye ana uwezo kusema huyu sahihi, huyu sio sahihi, kwa sababu ndani ya ofisi zetu kuna watu wanaitwa maafisa watendaji, kwamba ni makatibu wetu katika hizo ofisi za serikali za mitaa. Hawa makatibu ni watu ambao wameajiriwa, wamekuja kwenye ule mtaa. Lakini mwenyekiti, kwa vigezo vya kuchaguliwa kwa mwenyekiti, ni lazima uwe mkazi wa mtaa husika. Kwa hiyo hayo niliyoweza kuyasema matatu, kama ulivyoniuliza mwandishi wa habari wa East Africa, kwamba majukumu ya mwenyekiti makubwa ni hayo matatu kikatiba. Makiposa, kwa mfano tuna hii sample ya story ambayo tumeisikia hapa kutoka Kigoma. Wananchi wanalalamika kwamba kwenye viti kwanza wanakimbia mikutano, hawaitishi mikutano, lakini wakati mwingine wanasema wazi kwamba mkutano huo hatuji kwa sababu kiongozi labda wa juu yetu hapo ni chama ambacho sio cha kwetu. Amezungumza vizuri sana hapa kwamba lazima kuwe kuna usawa, mwenyekiti awe anajua demokrasia ni nini. Mnawezaje kuongoza, au nini ambacho mnashauriwa kutumia kwenye kuongoza watu ambao wana itikadi tofauti, lakini maendeleo lazima wapate wote kwa pamoja? Nini ambacho mnakifanya au nini ambacho wenye vitu watakuwa wakifanya? Labda mimi ni washauri ya watu wa Kigoma. Kwa hilo ni kosa, kwa sababu hata napokuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa na waongoza watu wenye kada tofauti. Naongoza chama changu ambacho nimechaguliwa, nimezaliwa kutoka kwenye chama hicho. Naongoza vyama vingine, naongoza watu ambao hawana vyama. Wapo ambao hawana interest na chama chochote, lakini ni wananchi wangu. Wote wanahudumiwa sawa. Manake chama kikiwa kingine cha upinzani wanahudumiwa sawa na chama changu. Kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa serikali, sio wa chama. Ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Maana yake wote walio kwenye mtaa wangu wanapaswa kupata huduma sawa sawa. Kwa hiyo hao watu wa Kigoma kama wamegomea kwa sababu diwani na upinzani, maendeleo hayana chama. Maendeleo hayana chama. Maendeleo ni kwa wananchi wote. Haijalishi ule chama, haijalishi una chama, maendeleo lazima kila mwananchi anahitaji. Kwa hiyo haibagui kwamba huyu chama fulani au huyu hana chama, huyu ndo nimhudumie vizuri. Hapana. Ndio maana ikaitwa ofisi ya serikali ya mtaa. Haijaitwa ofisi ya chama fulani. Haijalishi umetokana na chama gani, chama chochote ulichotokana nacho, lakini ukishaapishwa kwenye mtaa huo, ukishaapishwa tu tayari unahudumia watu wote wa eneo hilo. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa anakutana mara ngapi na wananchi? Umekuwa kuna huo mkanganyiko wa kukutana kuzungumza maendeleo kwenye baadhi ya maeneo. Hawa wanakutana sana, hawa kuna wakati mwingine kama hawa wanalalamika wana muda mrefu hawajakutana na wenye viti wao serikali za mitaa. Mnashauriwa au mna sheria inawataka kufanya nini? Kikanuni kama kwetu sisi na manispaa yetu ni miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu lazima uitishe mkutano wa wananchi. Uwaambie maagizo ya serikali na wao wakuambie kero zao. Kila baada ya miezi mitatu. Ambapo hivyo vikao nahudhuria mwenyekiti na viongozi wengine. Yaani hicho kikao mwenyekiti ni msimamizi wa hicho kikao.
anakuwa mwenyekiti, mratibu ambaye ni mtendaji na wajumbe wale 5 wote wanakuwepo na wananchi. Kwa hiyo unapokea kero kutoka kwa wananchi kama alivyosema mwenyekiti wangu hapa. Ukipokea zile kero unazipeleka kamati ya maendeleo ya kata ambayo ni ODC. Mwenyekiti wa kamati ile ni mheshimiwa diwani. Mheshimiwa diwani hawezi kuleta maendeleo bila kusikia kutoka kwa mwenyekiti kwamba anahitaji nini. Hawezi kuwa mfalme Jozi. Lazima mimi niseme kwenye mtaa wangu kuna 1 2 3 nampelekea mheshimiwa diwani. Mheshimiwa diwani anapeleka halmashauri. Kwa hiyo anachambua yale ambayo nimemwambia mheshimiwa diwani, kama yako 10. Halmashauri inaweza kuyafanya 3. Itafanya 3 kwanza, mengine atasubiri. Ndo muundo mzima wa uwasilishaji wa maendeleo kwenye mitaa. Na wananchi ushiriki wao unakuwaje? Ni wa lazima au ni hiari au ni nini ambacho kinahitajika wananchi washiriki kwa wingi, kwa sababu ndio vikao vyao hivi? Mtanzania kimwambia lazima, ndo kama ulivyosema, tuko kwenye itikadi tofauti. Ni hiari kwa hiyo. Tuko kwenye itikadi. Mwingine anasema anakuja kusikiliza, anaelewa kwamba kinachozungumzwa ni maendeleo ya wananchi. Lakini mwingine anabaki na itikadi kwamba kwanza mwenyekiti kachaguliwa na chama kingine, mimi siendi, ni mwananchi huyo. Umeelewa? Ule ni mtazamo wake mwananchi. Lakini kwenye mikutano ya maendeleo ni lazima kwamba wananchi wote wafike ili tujadili kwa pamoja maendeleo ya mtaa husika. Lazima wafike. Sawa. Na wewe pia unaweza kutuandikia ambayo unatusikiliza kutokea Dar es Salaam na maeneo mengine kupitia 0683 802966. Unafikiri ama wewe ni mshiriki mzuri wa vikao hivi ambavyo nimehoji? Kwa sababu baadhi ya wananchi anaweza nikakiri hapo, kimuuliza mtu umehudhuria lini mara ya mwisho kikao cha hii miezi mitatu, labda na miezi mitatu, wengi ni ngumu sana, wengi hawafiki. Tukiri tu wazi. Migogoro ya ardhi wanatajwa sana wenye vitu wa mitaa, wa serikali za mitaa. Kusikia kuhusu Simanjiro, Dar es Salaam sio sana, lakini kuna hiyo harufu ipo. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa anahusikaje kwenye eneo lolote linalohusu mgogoro wa ardhi? Anaishia wapi? Asante sana. Migogoro ya ardhi, mwenyekiti anapotakiwa kuishia kutambua eneo lake la mtaa na kuwatambua watu wake kama nilivyosema awali. Na migogoro inakuja migogoro ya kubadilisha umiliki kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Hapo ndio kuna changamoto. Sasa hapa wenye viti wajibu wao mkubwa kutambua kwamba eneo hili mmiliki wake ni nani. Na baada ya kutambua, wajibu wa kubadilisha umiliki. Huu ni utaratibu wa kisheria ambao anatakiwa mwanasheria asimamie swala zima la mikataba juu ya ubadilishaji wa umiliki. Sasa mwenyekiti pale anapotambulisha yule mmiliki labda mpya, anatakiwa mtambulishe kwamba bwana, sikiliza, hii ardhi unayoitaka, hii ardhi mmiliki wake ni Juma. Naona na huyu aliyekuja kwako sio Juma. Kwa hiyo unapotaka kubadilisha umiliki wa ardhi hii, huko unakotaka kwenda kwa mwanasheria, usiende kubadilisha umiliki wa ardhi hii kupitia huyu. La pili, kuna umiliki wa ardhi kwa kupitia utaratibu wa kurithi. Watoto walikuwa 6. Kwa bahati mbaya mtoto mmoja kati ya wale 6 ndio anaishi kwenye lile eneo la kurithi. Wale wengine wameenda sehemu mbalimbali kwenda kutafuta maisha au kwenda kuishi katika taratibu za kujiendeleza. Kwa hiyo aliyebaki pale hana mamlaka ya kuuza lile eneo yeye kama yeye au kubadilisha umiliki. Lakini mwenyekiti wajibu wake pale sasa kumthibitishia mtu yote atakayetaka kuja kupokea umiliki ule kutoka kwenye hiyo familia, amwambie huyu hayuko peke yake, eneo hili lilikuwa la marehemu mzee fulani, hawa waliobaki watoto wako 6,
kati ya 6 mmoja wapo ndio huyu na namtambua. Kwa hiyo ili uweze kubadilisha umiliki huu, kwanza hawa wawe na document inayoonyesha kwamba pana msimamizi wa mirathi, lakini zaidi ya yote waonekane wote wakiwa pamoja katika kukubaliana kubadilisha umiliki. Nendeni kwa mwanasheria, tengenezeni utaratibu wa kisheria wa kubadilisha umiliki. Sasa hayo anaagiza mwenyekiti, kwa sababu mwenyekiti yeye ndio anajua pale, lakini hana mamlaka yeye ya kubadilisha umiliki kwamba utoke kwa huyu uende kwa huyu. Hiyo nafasi hiyo hana yeye, sio nafasi yake. Ila yeye ana nafasi ya kuwatambua watu wake. Ukipita kule kwenye register ndo kunakozidi kuleta maana katika hili. Kutokana na hali hiyo, kuna baadhi ya migogoro inatokea kwa kutokutambua, kwa sababu pia kuna haja ya kuwa na elimu pia kubwa. Mwingine anarahisisha kwa sababu huyu mtoto wa fulani, bwana nendeni mkabadilishe, nenda akakubadilishie umiliki. Lakini wanapokuja wale watano wanasema hapana, eneo hili sisi hatuna utaratibu wa kuliuza. Hatupo katika utaratibu wa kuliuza. Kwa hiyo huyu aliyekuuzia naomba mpeleke mahakamani. Sasa kwa hatua za haraka anaonekana moja kwa moja aliyesababisha mwenyekiti. Lakini kumbuka yuko mwenyewe kabisa aliyekuwa anajua ana familia yake, aliamua kuiflip familia yake. Kwa hiyo huyu ndio atakuwa chanzo cha msingi. Na bahati mbaya nipende kusema, makosa haya yanapotokea, mfano kwa mkoa wa Dar es Salaam. Mkoa wa Dar es Salaam una wenye viti 564. Anakosea mwenyekiti mmoja. Bahati mbaya anatokea msemaji anawalaumu viongozi wote wa ngazi ya wenyekiti. Sio sawa. Kwa sababu hata leo East Africa, kituo hiki mnafanya kazi watu zaidi ya 100 humu ndani. Ameenda kufanya makosa dereva wa East Africa barabarani, leo utailaumu East Africa yote radio? Haiwezekani. Kwa hiyo yule mmoja kwa kosa lake anatakiwa elimishwe au apewe maelekezo stahiki kwa ile hali aliyokosea. Kwa hiyo nilikuwa naomba pia kwa upande mwingine wale ambao wanawashukia moja kwa moja wenye viti wa serikali za mitaa kwa makosa ya mwenyekiti mmoja mmoja, lugha nyepesi niiseme sio sahihi. Sisi wote ni kwa njia moja au nyingine ni watumishi, sio waajiriwa, watumishi, kwa sababu tunatumikia halmashauri kuwasikiliza wananchi na kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo mtumishi mmoja kurudi kwa mtumishi mwingine kwenda kumtolea maneno na kusema kadai ina 1 2 3 moja kwa moja ukijumlisha sio sawa. Itakapotimia saa 2 kamili tutakuwa na news update, alafu tutakuja kuhitimisha vizuri na wenye viti wangu ambao ninao hapa. Lakini na wewe pia una nafasi ya kutufuatilia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio, lakini pia kwenye namba yetu ya simu. Akiposa, sifa ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa ni ipi? Hatutakiwi kumuona wapi mwenyekiti wa serikali ya mtaa ili tuendelee kumheshimu pale mtaani? Mambo gani ambayo hatakiwi kufanya akishakuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa? Mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwanza lazima awe mwadilifu, sababu wananchi tayari wameshamwamini. Hataki kuonekana kwenye mambo ya ovyo. Mfano, kuna mahali kuna kilabu, ndio nilikuwa nakuja huko. Kuna mahali kuna kilabu watu wanatukana matusi, alafu katikati ya wale wanaotukana matusi yupo mwenyekiti yupo. Manake hatoshi. Mwenyekiti yeye ndo msuluhishi wa kama kuna baa zote zilizopo au vilabu vyote, makosa yakitokea watu wote hao wanakimbilia kwa mwenyekiti. Lakini kama mwenyekiti atakuwa chanzo cha vurugu, manake hatoshi. Hapaswi kuonekana kwenye mambo ya ulevi. Lakini pia mwenyekiti hapaswi kuwa chanzo cha mgogoro. Chanzo cha mgogoro namna gani? Wananchi wengi wameichukulia kwamba wenye viti wanauza viwanja. Ni elimu. Sawa? Wenye viti hawauzi viwanja, ile walikuwa wanashuhudia mauzo, wanasimamia wanasimamia baina ya Asmani na Juma, wanauziana, mwenyekiti anakuwa katikati na muhuri wake.
yale ndo sio kwamba yeye anauza, sio kwamba anauza. Unajua wananchi wana tafsiri tofauti. Mwenyekiti anauza viwanja, mwenyekiti anauza viwanja. Hawezi mwenyekiti akaja akauza kiwanja chako na wewe ukanyamaza. Maana yake alikuwa anashuhudia. Anashuhudiaje kama Juma na Asmani ni halali au sio halali? Ndipo anapochafua kada ya wenye viti, kwamba mwenyekiti huyu ni waovyo. Kwa nini anauza viwanja vya watu? Hajawahi kuuza, isipokuwa alishuhudia maeneo ambayo sio halali. Muuzaji sio halali, mwenyekiti akashuhudia. Kwa hiyo wananchi wanapaswa kujua hili, maana wametuhumu sana wenye viti. Lakini pia baadhi ya viongozi wakubwa tu tunaowaheshimu wanashindwa kuchakata na kutafakari kwamba aliyekosea ni mmoja au wawili. Wanasema wenye viti wote hawafai. Nataka nikuulize, kama Simanjiro wanatumiwa wenye viti zaidi ya 50 wamejumuishwa sehemu moja. Sasa wamejumuishwa, je, wameuza viwanja vya watu au wameshuhudia? Sababu kuuza kiwanja cha mtu ni issue nyingine. Kushuhudia mauzo ni issue nyingine. Lakini mwenyekiti, ukishuhudia jambo ambalo baadaye kigundulika ni haramu, manake wewe kufanya utafiti mzuri wakati una. Ndio maana nasema kwamba unakuwa utoshi. Kwa sababu gani? Kama unashuhudia eneo ambalo unajua kabisa hili sio la fulani, lakini unashuhudia unagonga muhuri, manake utoshi. Na naomba niombe hivi kwamba viongozi wetu wapaswe kujua kwamba sisi na wao tuko sawa, tumepishana nini vyeo. Makosa yanayofanyika kwa wenye viti hata kwao yanafanyika, lakini hayaonekani kwao kwa sababu anachukuliwa hatua mtu mmoja mmoja. Ndio maana mwingine anaachishwa kazi, mwingine anahamishwa, ni makosa yale. Lakini kwa wenye viti moja kwa moja wanashambuliwa kwamba wenye viti wanauza viwanja, wenye viti wanasababisha migogoro, wamesababisha 50. Wenye viti wako 564. Utawajumuishaje? Kama alisema mwenyekiti wangu, huwezi kuwajumuisha wote kwamba wana makosa. Na inatakiwa ichukuliwe hatua za kisheria kwa yule aliyefanya makosa. Wasipakwe matope na wengine. Unajua kuna mheshimiwa mtangazaji, kuna wengine tangu ameingia madarakani ameongoza miongo mitatu, miaka 15, na hajawahi kupatikana na kosa. Hajawahi kupelekwa mahakamani. Sasa unamjumuishaje na huyu mwenye tamaa? Huyu mwenye tamaa ni binadamu kama binadamu wengine. Kwa hiyo achukuliwe hatua za kisheria, wasipakwe matope wengine. Tunaye Juma Abbas Mwingamno ambaye ni mwenyekiti wa wenye viti mkoa wa Dar es Salaam, ni mwenyekiti pia serikali ya mtaa Feri Kigamboni, lakini pia tunaye Lazarus Mwakiposa ambaye ni makamu mwenyekiti wa wenye viti wa Dar es Salaam. News yenu ni tatizo. Ukisikiliza hao wenye viti hapo studio, maelezo yao yamenyoka, lakini maneno na vitendo ni tofauti. Wenye viti wanahalalisha mauzo ya viwanja kwa kutegemea 10% inayotokana na mauzo ya viwanja hivyo. Nauliza, hii 10% wanayoipata kutokana na mauzo ya viwanja ipo kisheria? Ameuliza, anaitwa Mbegwa, hajasema yuko wapi, lakini anasema kuna 10% wenye viti inapatikana kwenye mauzo ya viwanja, ipo? Anachokisema nafikiri tafsiri inasumbua. Taratibu za uongozi wa ngazi ya wenyekiti wa serikali ya mitaa kwa mujibu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umegawanyika katika nafasi 3. Kuna mwenyekiti wa kijiji, huyu pia ni mwenyekiti wa mtaa. Alafu kuna mwenyekiti wa mtaa kama mtaa kwenye miji. Alafu kuna mwenyekiti wa kitongoji. Majumuisho yake hao wote wanaitwa wenye viti wa serikali za mitaa. Mwenyekiti wa mjini kama hapa jiji la Dar es Salaam, mwenyekiti hapa hana mamlaka ya kuchukua 10%. Yeye atatoa uthibitisho wa umiliki, na ndio maana kuna mwanasheria pale ambaye ndio anahangaika kuandika mikataba, lakini ndio mwenye utaratibu wa kuchukua 10% na kuhakikisha anaiwasilisha halmashauri kwa utaratibu, kwa sababu hiyo 10% ni pesa ambayo inatakiwa ifike halmashauri.
Kuna mwenyekiti wa kijiji. Mwenyekiti wa kijiji mamlaka yake ni makubwa kidogo zaidi ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mwenyekiti wa kijiji yeye pia katika kijiji pale ana halmashauri yeye ambaye ana uwezo wa kukodisha, kuuza, kupangisha eneo la kijiji kwa maslahi ya kijiji. Na pesa hizo kwa utaratibu pia uziwasilisha kwenye halmashauri yake. Kwa hiyo hata panapokuwa na mauzo 10%, yeye ndiye mkusanyaji na uiwasilisha kwenye halmashauri. Kwa hiyo wanachochukulia kwamba sisi wenye viti wa serikali za mitaa tunachukua 10%, hilo jambo sio sahihi, na kwa mujibu wa sheria halipo kwamba mwenyekiti wa serikali ya mtaa kupokea pesa. Apokee. Yeye nimesema huku mwanzo awali, wajibu wake yeye ni kuhakikisha kwamba eneo hili ni la fulani na wewe unataka kununua, huyu ni mtu sahihi. Kwa hiyo mwanasheria pale ataandika ule mkataba wake, kuna mahali ataacha pa kusaini mwenyekiti. Unaweza ukakiri kwamba kwenye hilo gap la kutazama na kuhakikisha kwamba hili ni la fulani, inaweza ikatokea gap ya mimi kufuata mwenyekiti, bwana kuna changamoto hapa, lakini mshika hii kidogo, twende ukaidhinishe kwa pale ni kwangu. Nashukuru sana hilo liloliona ndio amelisema Mwakposa. Makamu mwenyekiti amelisema, amenyooka kabisa kwamba kuna wenye viti wa ovyo kwa tamaa zao hufanya kitu sicho sahihi. Mfano najua kabisa ile eneo la Mwakposa kaenda Mbeya. Leo anakuja mtu anaitwa Robert. Ninasimama na Robert kuuza eneo la Mwakposa. Mimi nitakuwa mwenyekiti wa ovyo, yani kushuhudia kwamba eneo la Mwakposa linauzwa na Robert wakati najua eneo la Mwakposa. Kwa hiyo ninakuwa ni mwenyekiti ambaye sio mwadilifu, mwaminifu. Wameniamini, lakini walioniamini kuna mapungufu ya kwangu walikuwa hawajawahi kuyaona na yatekeleza sasa na nayaonyesha. Kwa tabia hiyo kwa kweli itakuwa sio sahihi. Mwakposa, mwenyekiti una maslahi yoyote halali? Yani inawezekana yote tunazungumza kwa sababu labda kuna uhaba wa wao kupata maslahi halali. Kwa hiyo nikienda mimi na hela yangu bwana, shamba langu hili kidogo kuna changamoto ya umiliki, lakini tuende kahalalishi. Wenye viti wanalipwa? Naam. Wenye viti wa mitaa hawana mishahara. Hawana mishahara. Ni kazi ya kujitolea. Ni baadhi ya wilaya au manispaa ambazo wanawapa posho wenye viti, na hizo posho hazikidhi. Maana yake mwenyekiti anapewa 50,000 ndio posho yake kwa mwezi. 50,000. Lakini mwenyekiti huyu ana matukio usiku, nyumba inaungua moto, mwenyekiti anatakiwa achukue pikipiki ya wai. Mtu anapigwa kule ni mwizi, mwenyekiti achukue pikipiki ya wai. Mtu kafia ndani, mwenyekiti anatakiwa kaandike barua ya kumruhusu yule apokelewe mochwali, anachukua bodaboda anawai. Sasa jiulize hizi gharama anazitoa wapi? Manake anakopa kwa nani? Kwa mangi. Lakini mwenyekiti mshahara hana. Na ndo kiongozi ambaye anafanya kazi kubwa kuliko viongozi wa juu, kwa sababu ndo yuko na wananchi muda wote. Unashauri nini kwenye masuala ya maslahi kwa wananchi? Mimi naishauri serikali kuu wafikirie kuwalipa mshahara wenye viti. Haya yote wanayoyaona haya wenye viti wa ovyo wanayafanya, yawezekana kwa sababu hawana mishahara. Lakini kwa mwenyekiti anayejitambua hawezi kuyafanya haya kwa sababu hana mshahara. Sababu wakati anaomba hakukuandikwa mshahara. Fomu ya chama fulani ilisema lazima mwenyekiti awe na shughuli ya kujiingizia kipato. Na hili wananchi wanapaswa kulijua. Anapomkosa mwenyekiti ofisini, anapiga kelele, tulikuchagua ofisini ukai. Hapana. Mimi pia nina familia, natakiwa niende nikafanye shughuli ya kuniingizia kipato ili watoto wangu waende shule, ili watoto wangu waweze kula. Umenielewa? Lakini wengi hawaelewi. Ukimkosa mwenyekiti unapiga kelele, kumbe yuko kwenye shughuli zake. Mwenyekiti anao muda wa siku 2 tu
wa kuwaona wananchi, kusikiliza kero za wananchi. Siku zingine mwenyekiti atakiwa aende kwenye maisha yake ya kawaida. Kwa hiyo mimi naiomba serikali kuweza kumdhibiti mwenyekiti ni kumlipa mshahara. Naomba sana 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 Mheshimiwa Rais ili ajaribu kutufikiria, kwa sababu mwenyekiti mtendaji anamaliza saa 9:30 anaondoka. Mtaa anauacha mikononi mwa mwenyekiti. Kwa hiyo kuanzia saa 9:30 ile mpaka kesho, ili mtaa uwe salama, lazima mwenyekiti awe barabarani. Kote huku anaambia mwenyekiti hatuna umeme, mwenyekiti anahangaika kwa tafuta TANESCO. Mwenyekiti maji hayatoki, mwenyekiti anahangaika kwa tafuta DAWASA. Mwenyekiti huku kuna mwizi, anakwenda. Kwa hiyo matukio yote yako kwa mwenyekiti. Huyu mheshimiwa mbunge anakuja kumshukuru mwenyekiti baadaye, lakini mbunge analipa mshahara. Mwenyekiti alipe mshahara. Mwananchi anajua mwenyekiti ndio kila kitu. Ndio kila kitu. Tuhitimishe dakika moja ya mwisho. Neno kwenye haya yote ambayo yanatokea, baadhi ya lawama kwa wenye viti, nini kinaweza kuwa suluhisho? Dakika moja tu. Nashukuru. Suluhisho, nafikiri Mwakipesa amesema baadhi ya sehemu. Lakini jambo kubwa ni kuhakikisha kwamba wenye viti wanapata nafasi nzuri ya kupewa elimu wakati baada ya kuchaguliwa. Zile sababu zinazomfanya achaguliwe hazifanyi kutosha kikamilifu kwenye kuona kile anachoenda kukitenda. Kwa sababu sababu nadhani ziko kati ya 4 au 3. Moja, awe mkazi, achaguliwe na wananchi wa eneo husika waliozidi miaka 18. Awe na akili timamu, awe anajua kuandika na kusoma Kiswahili au Kiingereza. Kwa hiyo hizi sababu, ukija kwenye utendaji sasa, akishaingia kwenye kutenda ile kazi, unakuta kuna baadhi ya mapungufu. Kwa hiyo nilikuwa naomba kupitia wizara husika iandae semina zile ambazo zinawafanya sasa wenye viti waweze kuwa up to date katika kutenda zile kazi zao. Bwana, shukrani sana kwa uwepo wenu, na tunashukuru sana kwa elimu ambayo mmetupa. Wakati mwingine hizi elimu wananchi hawana, ndio maana